Aliyekuwa rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela baada ya mahakama kumkuta na hatia ya kutumia vibaya madaraka na kuhatarisha usalama wa taifa. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka, Yoon alihusika katika kupanga operesheni ya kupeleka ndege zisizo na rubani drones ndani ya mji mkuu wa Korea Kaskazini, Pyongyang, mwaka 2024. Lengo la operesheni hiyo ilidaiwa kuwa ni kuchochea mvutano kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini ili baadaye apate sababu ya kutangaza hali ya hatari nchini kwake. Mahakama ya Seoul ilisema kuwa kitendo hicho kilikuwa ni matumizi mabaya ya mamlaka ya uraisi, kwani kingeweza kusababisha vita kati ya nchi hizo mbili ambazo kwa muda mrefu imekuwa katika hali ya taharuki. Kesi hiyo imekuja baada ya Yoon tayari kuondolewa madarakani kufuatia mzozo wa kisiasa uliotokea Korea Kusini. Wapinzani wake wanamtuhumu kwa kujaribu kudhoofisha demokrasia kwa kutumia vyombo vya dola kwa maslahi ya kibinafsi. Hata hivyo, Yoon amekanusha mashtaka yote. Kupitia wakili wake amesema kuwa hakutoa amri yoyote ya kufanya operation hiyo kwa lengo la kisiasa, na kwamba hatua zilizochukuliwa zilikuwa ni sehemu ya kulinda usalama wa taifa dhidi ya vitisho vya Korea Kaskazini. Waendesha mashtaka walidai kuwa iwapo mpango huo ungefanikiwa, ungeweza kuhalalisha hatua kali ya kiusalama na kumpa rais mamlaka makubwa zaidi ndani ya nchi. Mahakama ilikubaliana na hoja hiyo na kutoa adhabu ya miaka 30 jela. Tukio hili limeendelea kuvuta hisia duniani kote kwa sababu ni nadra wa kiongozi wa taifa kuhukumiwa kifungo kirefu kiasi hicho. Wengi wameeleza kuwa hukumu hiyo inaonyesha kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria, hata kama aliwahi kuwa rais wa nchi. Kwa sasa Yoon bado ana haki ya kukata rufaa kupinga hukumu hiyo katika mahakama za juu za nchini Korea.